Niko na watumishi wa Mungu kutoka katika kanisa la Ebeneza, ambapo kanisa hilo limezalisha mchungaji ambaye tayari amekuwa katibu wa jimbo la Songwe Kaskazini. Wao wataenda kuzungumza mawili matatu ambayo yanamhusu baba yao mchungaji, lakini katibu wao wa jimbo la Songwe Kaskazini. Nikianza na mtumishi wa Mungu, dada hapa. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina sana. Unazungumziaje tukio hili hapa la askofu kupatikana, lakini pia baba yenu ambaye ndo mchungaji wenu, mlezi wenu, amekuwa katibu wa jimbo? Tumelipokea vizuri na tumefurahi kwa sababu ni makusudi ya Mungu. Kwa sisi kama watoto pia wa kwa baba ambaye ni katibu, tumefurahi. Mmefurahi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini pia unazungumziaje jimbo la Songwe Mashariki kugawanyika kutoka Songwe Mashariki kuwa Songwe Kaskazini? Kwa kweli tumelipokea kwa sababu pia ni kurahisisha mazingira namna ya kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu sisi kama kwa mfano baba yetu sisi amekuwa ni kiongozi wa jimbo, na wakati huo jimbo likiwa la Songwe Mashariki. Kwa kweli ni changamoto kwa sababu ya umbali. Unakuta hata wakati mwingine maeneo ya huku sisi tuko mbali, hata wakati mwingine kushiriki mambo ya jimbo, kwa mfano labda mikusanyiko, inakuwa changamoto. Lakini kwa sasa inakuwa ni rahisi kwa sababu ya wepesi namna ya kufanya kazi. Ukaribu. Ukaribu. Hongera sana. Asante. Naam, mwingine nani ambaye tuzungumze naye hapa? Na imani wote mnaweza mkazungumza vizuri. Nianze na huyu mkuu hapa. Mtumishi, Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina sana. Wewe ni nani kwenye kanisa la Ebeneza? Mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa. Ndio. Naomba umuelezee kifupi, yani short and created, baba Manyashi. Baba Manyashi kwa kweli ni Mungu anamtumia asilimia kubwa, anajitahidi, anajituma kwa kadri ya uwezo wake, na toka section hii imeanza amepambana. Mungu amemsaidia kifupi, anampa dira iliyo nzuri. Amen. Na wewe sasa baba kwa tangu umemfahamu, hajawa ni mtu ambaye anasemwa labda ni mvivu kwenda kwenye vikao? Hapana, hilo hana tabia hiyo kabisa. Hana tabia hiyo kabisa. Toka mimi nimfahamu na nimeokoka, ni mtu anayejituma, anaweza kaacha shughuli zake zote zikaribika, lakini kwenye kazi ya Mungu lazima aende. Asante sana. Amin. Naomba uhamie pale mama, uje hapa tuzungumze mawili matatu. Mtazamaji wa Maputo TV, hawa ni kanisa la Ebeneza kwa mchungaji Manyashi. Hii imekuwa kubwa kuliko kubwa yenyewe nyanda za juu kusini. Hapa nazungumzia mkoani Songwe, ambapo kitaalamu sasa wanakuambia kwamba jimbo moja lishazaa jimbo jingine. Sasa mama, wewe unazungumziaje hili swala? Tumelipokea vizuri na pia tumefurahi kuifanya kazi ya Mungu kiurahisi. Urahisi wake ni nini? Kwa mfano mazingira, mvua zilikuwa zikinyesha mito inajaa, kwa hiyo inakuwa ni changamoto ya kwenda jimboni. Huku ikinyesha sasa hivi mtakuwa mnaogelea mnaenda? Tunavuka, mito itakuwa sio mingi sana. Unamaanisha kwamba mito ni mingi, ambapo ukiwa unatamani kwenda Songwe Mashariki inakuwa ni umbali mrefu sana? Ndio. Kwa kumaliza, una neno gani la kuongea na watazamaji wa Maputo TV? Sisi tunamshukuru Mungu, tunasema asante kwa sababu ametuona, na pia tunamuomba Mungu azidi kulibariki jimbo letu liende vizuri. Hongera sana. Asante. Nashukuru. Umefurahi? Nimefurahi sana. Baba anaitwa nani? Anaitwa mchungaji anaitwa Charles Yohana Manyashi. Bana, hawa ni waumini wa Charles Yohana Manyashi, mchungaji wa kanisa la TAG, Tanzania Assemblies of God Ebeneza, pale Namsinde. Ndio. Namsinde. Kitaalamu kabisa wanakuambia kwamba ambaye hujaokoka, wale wanaosemaga usiye na mwana ueleke jiwe, basi wao wanakuambia usiyeokoka upotee kabisa kwenye hii mgongo wa ardhi ya dunia, kwa sababu ndo wale mnakuwa wahalifu. Hii imekuwa kubwa kuliko kubwa yenyewe nyanda za juu kusini. Naitwa MC Maputa, mbungu wa kwanza kuvaa pensi kwenye kikao cha ukoo kabla sijaokoka. Baada ya kuokoka ni jiwe hai, taifa takatifu. Asanteni kwa muda wenu.